nguvu ya mwenye haki itakuwepo daima. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi mlango wa 121, Zaburi ya 121 na mstari wa 3. Zaburi ya 125 mstari wa 3, Biblia inasema, kwa maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki. Kwa maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la wenye haki wasije wakainyosha mikono yao kwenye upotevu. Fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki. Mordekai alikuwa na haki katika ufalme. Hakuna fitina inayoweza kutengenezwa ikafaulu kwa mtu mwenye haki hata siku moja. Hakuna madhara yanayoweza kutengenezwa na yakafaa sana kwa ajili ya mwenye haki na yale madhara yakafanikiwa. Hiyo ndiyo haki yetu na ndiyo haki ya wamchao Bwana, na hiyo ndiyo haki ya wautafutao uso wa Mungu, ya kwamba Mungu atawapigania daima. Mwenye haki Mordekai, hata alipotengenezewa fitina na Hamani, haikutokea, kwa maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki. Lakini pia wenye haki Shadrach, Meshach na Abednego waliotupwa katika tanuru ya moto, Biblia inasema ya kwamba moto ulioongezwa mara 7, wenye uwezo wa kuyeyusha chuma, wao walitembea ndani ya moto, na walitembea pale promotion in the fire. Walitembea katikati ya moto wakiwa na uzima, na walipotoka pale wakapata cheo katika serikali ya ufalme wa Babeli, kwa maana ya kwamba moto ulishindwa kuteketeza kabisa wale ambao Mungu amewaamuru na Mungu ameona kuna haki ndani yao, kwa maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la wenye haki. Na mimi ninasema chochote ambacho ni haki yako hakitapotea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yaani nataka kusema hivi, kuna mtu mmoja hapa umekopeshaga watu hela wamepotea, na unadai, na mpaka wakati mwingine umeshasahau. Na kuhakikishia kwenye madhabahu hii, kilicho haki yako hakitapotea. Mungu atavirudisha vyote kwenye mikono yako na utashangaa. Kuna wengine wamefanya kazi mahali na hawajalipwa, wamefanya kazi, wengine wanaendelea kuservice mikopo benki, na umeshamaliza, umekamilisha kazi, lakini haujalipwa. Ni haki yako. Mimi nasimama kwenye madhabahu hii kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo na kwa nguvu ya neno la Mungu, ninatangaza haki yako kama ya Mordekai ilipatikana, na ya kwako itapatikana, na hayo malipo hayatakawia. Kama kuna mtu ambaye anapaswa kugonga muhuri na kuweka signature, alikuwa anazurura hivi, malaika wenye nguvu waliomsaidia Mordekai ni hao watakaosaidia. Malipo yako yatatokea immediately, utalipwa mpaka senti ya mwisho. Washindi wachache waseme amina. Pige Bwana makofi mengi, haleluya. Kuna watu wachache wamestaafu na unafuatilia mafao yako, na umeshazurura, umeshatembea mpaka unataka kukata tamaa. Nasimama kwenye madhabahu hii, fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki. Haki yako utapewa, ikiwa ni ardhi, ikiwa ni malipo, ikiwa ni viwanja, ikiwa ni chochote ambacho ni cha kwako. Upako wa leo upewe haki yako. Wako wapi watu wachache ambao wanasema amina? Upewe haki yako. Wasichana mliodhulumiwa kuolewa, yani umeumbwa ni mama, lakini hauolewi kwa sababu kuna majini mahaba yamezuia haki yako ya kuolewa. Ninavyosema hapa, mwaka huu una muujiza wa ndoa, mwaka huu una muujiza wa baraka, mwaka huu una muujiza ile iliyo haki ya kwako. Fimbo ya udhalimu haitanyoshwa juu ya fungu la wenye haki. Hata kama kuna majini mahaba yamedestroy maisha yako, nasimama kwenye madhabahu hii na kutangazia ule moto usioteketeza kina Shadrach, Meshach na Abednego, na hiyo hila iliyotengenezwa na mapepo haitafanikiwa katika maisha ya kwako. Washindi wachache wangesema amina, na ungempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Na mimi ninakutakia baraka za Bwana asubuhi ya leo, baraka inayosimama katika Zaburi ya 125 mstari wa 3, kwa maana fimbo ya udhalimu haitanyoshwa juu ya fungu la mwenye haki. Mungu akubariki na Mungu akupe neema, na uendelee kuonekana, na Mungu akikuonekania
katika maisha yako yote. Akubariki Mungu Mwenyezi na haki yako upewe, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wachache waseme amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya.